Na ningependa tu kutoa shukrani kwa mwalimu ambaye amestaafu na kwa walimu wengine pia ambao wamestaafu, na kuwahimiza ya kwamba wakati tunapostaafu kuna matapeli ambao huja ya kwamba wanaweza tusaidia tukapata pensheni kwa haraka, na wengi huwa wanatutapeli. Kwa hivyo ningependa kumhimiza mwalimu ya kwamba follow the right channels, na hiyo pension itakuja, kwa sababu najua ulijipanga. Kwa hiyo pension itakuja pia kwa wakati wake, na nakuombea tu maisha mema. Shule zote ambazo amekuwa ni mwalimu wa kufana na kuweza kushirikisha wenyeji na community nzima kwa kuweza kufanishisha shughuli za elimu. Tunataka kumshukuru na kumuomba anapoenda nyumbani aendeleze hizo sera za kuweza kuunganisha jamii na kufanyia kwa pamoja, ili kwa pamoja tuendeleshe elimu na masomo ya wananchi katika Bungoma County na Kenya mzima. Tunaambia mwalimu Makdik, hongera kufikisha miaka 60. Umekuwa mwendo mrefu kufunza miaka 35, na kama kuna jamii ambaye imefaidika kwa kazi yake ni jamii ya Nzoia, maana ni mahali ambapo amefunza mara 2, kwanza akiwa mwalimu wa darasa na mwishowe kumaliza akiwa mwalimu mkuu. Tunasema ni asante sana, na kama branch yetu ya Bungoma East tunakutakia kila laheri. Mimi nafurahia kwa maana naenda nyumbani, naenda kupoa. Mawaidha yangu kwa wale ambao pato walimu kwa shule, kuna vitu kadha wa kadha venye natakana wafuate, masharti ya policy, what call education policies, wafuate hizo. Na kuna changamoto nyingi sana kwa mambo ya elimu. So mwalimu asipovumilia then hata maliza mwendo wake vizuri. Lakini mimi nashukuru kwa maana maliza mwendo vizuri, kwa maana hiyo changamoto sote nimesipitia na nimesema kwamba nimesiona vile siko. Sasa nitakuwa mtu wa kuadvise watu wengine. Alipoingia kwa hii shule ilikuwa na wanafunzi chini ya 400. Wakati huu tunapoongea anaondoka hii shule ikiwa na wanafunzi zaidi ya 900. Kwa hivyo nataka kumshukuru mwalimu huyu Dickson. Anaweza kutufafanulia namna alivyoanza kazi yake when he was just newly employed akiwa mwalimu, ni mambo gani anayeweza kuwa amepitia. Wenda katika diary yake amesha yanukuu pale. Akiingia darasani kuna changamoto ambazo nakutana nazo na wanafunzi. Wanafunzi wengine anajaribu kuwafunza wapate wanapata nini? Tumsifu Yesu Kristo. Wanafunzi kuja kwa mwalimu, mwalimu huyu afanye kazi yake. Na iwapo mwalimu anaweza kuwa hana uvumilivu, anatwanga mtoto kiboko na anamtuma, wewe msienzi kama nani? Mimi sijasema hiyo, ni kwaya imejibu. Tumsifu Yesu Kristo jamani. Sasa kumbe kuna kazi ya mwalimu ambayo inampa changamoto. Let us leave alone the classroom. Tukiingia pia kule kwenye staff room, there are also challenges. These are human beings, and when you mingle with human beings, sometimes you meet challenges. Wenda mwalimu Makdik alipokuwa katika staff room, kuna wakati mwingine hakuwa na mahusiano mazuri na walimu wengine. Kuna walimu ambao wengine tu wanataka kuleta tu fujo kwenye staff room. Wakipangiwa kazi, anaomba tu udhuru kila wakati. Wiki ya kwanza sipo, wiki ya pili nimeenda kuzika, wiki ya tatu nimeenda harusi, siku nyingine nimezikwa. Now as a head teacher you have what? Unaanza kuwa na kazi ngumu sana kuwasimamia wengine. Kwa hiyo tunaposherehekea kwamba mwalimu anastaafu na ana furaha ya kwamba nimestaafu, ametia bidii mno. He has worked very hard. Wanaosomesha sio ya kwamba wanavyo, la hasha, ni kujinyima. Wakati huu serikali imejaribu iwezekanavyo, imehakikisha kuna madaftari, kuna madarasa, kuna nini, kuna kila kitu ambacho mwanafunzi wa hitaji, na mpaka hata kuna mwalimu papa hapa shuleni. Kwa hivyo jukumu lako wewe mzazi ni kuhakikisha kwamba umemlete mtoto shuleni. Na elimu ni kugawana gharama. Ijapokuwa tunawaambia kuna elimu ya bure, elimu ni kugawana gharama, cost sharing. Kuna shughuli za mzazi, kuna shughuli za mwalimu, kuna shughuli za serikali. Kwa hivyo pale ambapo serikali imefikisha
iwapo kutakuwa na kiwango kadogo ambacho katahitaji mzazi afanye namna gani, ashughulikie, tafadhali shughulikia, sivyo? Kwa hivyo mzazi, utakavyoombwa ushughulikie mtoto kwa njia fulani, hakikisha umefanya hivyo. Wakati huu tumebadilisha mtahala. Kuna mtahala unaozingatia uwezo wa mwanafunzi ama uwezo wa mtoto. Inamaanisha hamna mtoto mjinga duniani na hakuna mtu amezaliwa mjinga. Kila mtoto ana talanta yake, ana kile anaweza kufanya vema zaidi kuliko mwingine, na kwa hivyo tuhakikisha ya kwamba talanta za hawa watoto kupitia mtaala wa CBE zimetambulika, na hiyo talanta yake itakuwa ni kama kiteka uchumi kwa huyo mwanafunzi ama kwa huyo mtoto hapo usoni. Kwa hivyo tunapowafuatilia hawa watoto shuleni, nyinyi wazazi pia wafuatilieni nyumbani kuhakikisha wamepata wakati mwafaka wa kuguza hizo talanta zao kwa vyovyote vile.